Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihru rabti, uchawi wa kumfunga mwanamume kuweza kumwendea mke wake. Ama uchawi huu unaweza akapigwa mwanamke akakosa hamu ya kushiriki ibada ya ndoa na mume wake wa halali, na hata kama atashiriki naye, basi hahisi jambo lolote katika mwili wake, wala hahisi chochote kinatokea katika mwili wake, hapati hisia ya aina yoyote. Wakati mwingine huenda akapata hata maumivu makali, chuki ya kulichukia ama kuichukia ibada ile ya chumbani, ama kumchukia mwanamume mwenyewe, ama mwanamume kuwa anashindwa kabisa, kila anavyojitahidi anashindwa kuwa vizuri katika jambo lile, kutokana na sihru rabti, uchawi wenye mafundo maalum anayofungwa nao mwanamume ama anafungwa nao mwanamke, wakashindwa kutekeleza vizuri ibada tukufu ya tendo la ndoa. Namna gani sasa unaweza ukaitibu hii uchawi? Hapa lazima kwanza niwape maelezo. Wakati mwingine sio kila mtu anayeshindwa kumwendea mkewe basi tu ana tatizo la mapungufu ya nguvu za kiume. Wakati mwingine inakuwa ni hii uchawi ipo, ila mtu anakuwa hajifahamu. Sasa unajikuta mtu anajimaliza kwa madawa mbalimbali, akinywa madawa tofauti tofauti, ili akijijua yeye ana tatizo, ana shida ya nguvu za kiume. Kumbe maskini ya Mwenyezi Mungu tayari ameshafanywa sihir, ile sihiri imempata. Baada ya kumpata inamfanyia vitimbi kama hivyo. Lakini pia si kila mwanamke ambaye anakosa tendo la ndoa basi ni katika hali za kawaida. Kuna hali za kibiolojia kweli zinaweza zikampelekea mwanamke kukosa hamu ya tendo la ndoa kutokana na baadhi ya maradhi wanayoumwa dada zetu. Wakati mwingine pia hata mwanaume pia vile vile, yapo baadhi mambo ya kibiolojia yanaweza kumpelekea akakosa hamu ya tendo la ndoa. Mfano, vijana wengi ambao wanapitia katika ujana wao kujichua, kujitoa mbegu za uzazi kwa kutumia mikono yao. Hii baadaye huwapelekea kupata athari kubwa. Kwanza, upungufu wa mbegu, na mbegu zinakuwa hazina afya, lakini pia kuzorota kwa mishipa ya uume ambayo ndio msingi mkuu ambao mishipa inayopokea damu inayosukumwa kutoka katika moyo na kufanya jambo lake liwe imara sawa sawa. Sasa akiwa amepitia hali hizi, pia inaweza ikampelekea kushindwa kuwa na performance nzuri katika ibada hiyo tukufu. Sasa leo nataka nikakufunze vipi unaweza ukajitibia maradhi haya. Leo nataka nikakufundisha insha Allahu Alkarim, zipo dawa nyepesi kabisa na unaweza ukaziandaa kwa hali ya wepesi kabisa inshallah, na zikakusaidia katika tatizo hili. Kama wewe ni mwanamume huwezi kumwendea mkeo, kama wewe ni mwanamke huwezi kupata starehe kwa mume wako, basi leo naomba nisikilize kwa makini. Kuna dawa hapa kadhaa nitawatajieni. Ni dawa maarufu, dawa nyepesi, zinapatikana na ni mujarrab sana mashaallah katika kutibu hii uchawi wa mtu kushindwa kumwendea mke wake ama mwanamke asiyepata hamu ya tendo la ndoa. Vipi sasa unafanya? Kwanza tafuta asali iwe lita 1.5. Tafuta asali lita 1.5 ya asali. Ukishapata asali, tafuta dawa inaitwa Kamun Aswad. Kuna dawa inaitwa Kamun Aswad. Alafu kuna dawa inaitwa Kamun Abyad. Sawa? Kuna dawa inaitwa Kamun Abyad. Alafu kuna dawa inaitwa Filfil Aswad. Tafuta dawa inaitwa Filfil Aswad. Dawa inaitwa Filfil Aswad. Shaipata hiyo dawa, tafuta na dawa inaitwa Qistul Bahri, iwe ya unga. Tafuta dawa inaitwa Qistul Bahri ya unga, na dawa ya mwisho kabisa ambayo unataka uitafute, tafuta dawa inaitwa tangawizi, lakini iwe tangawizi ya unga. Sasa hizi dawa utakapokuwa umeshazipata zote unazipima katika kipimo kimoja. Mfano, kama kila dawa utachukua vijiko viwili vya kila dawa, zote hizi ziwe za unga, unachukua vijiko viwili vya kila dawa. Chukua vile vijiko viwili utavichanganya katika ile dawa yako ya asali. Kisha changanya katika ile dawa yako ya asali, utaivuruga sawa sawa. Kisha baada hapo utachukua utaitia jikoni. Ile asali yenye mchanganyiko wa hiyo dawa utaitia jikoni. Baada ya kuitia jikoni utaiacha pale. Itakuwa inachemka, alafu itakuwa inatoa povu. Unaingua lile povu, unaliweka pembeni. Inachemka, unaingua lile povu, unatoa unaweka pembeni. Ukishamaliza hapo, ikishachemka mpaka lile povu unaona kabisa
limekata, yani imebaki ile asali, povu lote limetoka. Sasa ile asali itakayokuwa imebakia ile sasa ndio dawa yetu mujarrab sana. Sasa kabla hujatumia hii dawa, yapo mambo ambayo unatakiwa uyafanyie ile dawa ili dawa iweze kukupa matokeo mazuri insha Allahu alkarim. Kuna kisomo hapa chepesi tu, wala usiogope, na hata wewe unaweza kwa kusoma kisomo hicho kwa sababu ni chepesi kabisa. Ni kisomo gani ambao unatakiwa ifanyie ile asali? Ile asali unapochukua umeweka pale, imechanganyika na dawa, imeshachemka tayari, imepoa, unatakiwa uisomee qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri naffathati fil uqad. Sasa qul a'udhu birabbil falaq unatakiwa uzisome mara 100. Qul a'udhu birabbil falaq uzisome mara 100, lakini sasa katika hizi mara 100 utakazozisoma, kila unavyosoma moja, yani kila qul a'udhu birabbil falaq moja, utakapofika katika aya inayosema wa min sharri naffathati fil uqad, wa min sharri naffathati fil uqad, hapo unaparejea mara 7. Nataka nikupe mfano mdogo kwa sababu watu wengi huwa wanashindwa kuelewa hizi darasa tunapozitoa. Mfano ni hivi, labda tuchukulie dawa yangu ni hii hapa. Nachukulia mathalani wa hii ndio dawa yangu. Sasa naanza kuisomea hapa, nisikilize. Hii ndio mara ya kwanza, naanza bismillah, qul a'udhu birabbil falaq ya kwanza. Utaanza hivi. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Kabla hujaingia sasa qul a'udhu birabbil falaq ya pili, hapo sasa unarudia unasema wa min sharri naffathati fil 'uqad 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 wa min sharri naffathati fil 'uqad. Unapulizia ile asali hapo, inakuwa ni mara moja imeisha. Unaingia qul a'udhu birabbil falaq ya pili, ukimaliza kuisoma unarudia min sharri naffathati fil 'uqad mara 7. Utakwenda hivyo mpaka utakapokuwa umetimiza mara 100. Sasa baada ya kuwa umetimiza ile mara 100, utamsalia na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama mara ngapi? Mara 100 pia vile vile, inshallah itakuwa bora zaidi. Ukiswali kwa salatu ibrahimia itakuwa bora zaidi, yani ukiswali salatu ibrahimia itakuwa ni bora zaidi. Sasa ukimaliza hapo, ile dawa yako inakuwa iko tayari kwa ajili ya kutumika. Unaitumiaje? Sawa, unakunywa kijiko kimoja asubuhi, unakunywa kijiko kimoja jioni, kile kijiko cha chakula kimoja asubuhi, kimoja jioni, kimoja asubuhi, kimoja jioni. Kwa wale ndugu zangu ambao mtu anakuta ana mke zaidi ya mmoja, yani mtu ana mke zaidi ya mmoja na wake wawili, akiwa kwa mke wake huyu mambo yanakubali, akienda kwa mke wake mwingine mambo inakataa, akienda huku mambo inakubali. Na kuna wengine wale, Mungu atuhifadhi atustiri, nakuta mtu anakuambia bwana, mimi nikiwa kwa mke wangu halali, hamna chochote kinachoendelea, hakuna kitu ni siwezi, nashindwa, lakini nikichepuka, Mungu atuhifadhi na kuchepuka na atuhifadhi zaidi na zaidi, lakini nikichepuka mambo yako sawa kabisa. Sasa hii mara nyingi inakuwa ni sihir, ni uchawi ule mtu yuko nao ndani. Sasa hii dawa ni dawa bora zaidi na ni dawa nzuri kabisa itakayokusaidia kulitibu hili tatizo. Sasa inawezekana si kila mtu anaweza akaandaa hii dawa niloitaja hapa. Ukiweza kuiandaa au la zaidi, andaa wewe mwenyewe, fuata maelekezo yangu yote ndio yatoa, itumie. Ila sasa kama itatokea umeshindwa, maskini, na si kila mtu anaweza, kuna mtu mwingine hawezi, maskini, au mtu mwingine yuko mbali hawezi kupata hizi dawa pengine labda, lakini sio dawa zinazosumbua kwamba uzitafuti, ni sehemu yoyote pale unaweza kuzipata. Ila kuna mtu mwingine anasema hapana Sheikh, mimi napenda kile ambacho umekiandaa wewe, basi insha Allahu alkarim zipo ambazo sisi tayari tumeshaziandaa dawa hiyo. Kama utakuwa na shida hiyo ama una dhiki hiyo, basi insha Allahu alkarim unaweza kuwasiliana na sisi pia inshallah kwa namba 0787552211 au kwa namba 0755577022. Wasiliana nasi inshallah, naweza tukakupatia hiyo dawa ukaanza kuitumia, ambayo sasa tayari tumeshaitengeneza sisi na tumeshaifanyia kisomo insha Allahu alkarim. Mwenyezi Mungu ajalieni kila lenye kheri na kila lenye baraka, na kila atakayetengeneza hii dawa akaitumia, mwenye shida na tatizo kama hili, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfanyie wepesi wa mambo. Unashindwa kumwendea mke wako ama mwanamke ambaye hupati hamu ya tendo la ndoa kwa sababu ya uchawi, dawa ni hii insha Allahu alkarim. Jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.